Kwanza niwapongeze KMC kwa approach ambao waliingia nayo kwenye mechi ya leo. Walienda kuwaheshimu Dar es Salaam Young Africans, walikuwa kwa asilimia kubwa walikuwa nyuma ya mpira. Na ukiangalia Dar es Salaam Young Africans pia mimi niwapongeze kwa siku tatu nyuma wametoka kucheza mechi dume kweli kweli, mechi ya derby, mechi ambayo wachezaji walitumia energy kubwa sana. Nilitegemea mechi ya leo itakuwa inafatiki kwa baadhi ya wachezaji ambao maamuzi yao yalikuwa si sahihi sana ndani ya pitch, lakini mpango mkakati wa Dar es Salaam Young Africans ni point 3 na hizo wameweza kuzipata. Kwangu mimi kama wapinzani wangu Dar es Salaam Young Africans nawapongeza kwa hilo. Watu wanasema Yanga haijacheza vizuri, pengine ni sababu ya kocha. Wewe maoni yako ni yapi? Of course mimi naweza pia nikaungana na shabiki huyu ambaye anaongea kwamba Yanga inashindwa kuflow kwa sababu ya kocha, kwa sababu kwanza nikiangalia timu kama KMC unaingia na striker wawili, sio dhambi, lakini jinsi ambavyo mechi inavyozidi kwenda unaangalia mpango kazi wangu niloingia nao unafaulu kwa asilimia gani. Ndivyo ukiangalia KMC walifanya warm up, walifanyia Yanga warm up wakati Yanga wana plan ya kucheza na Simba, wao KMC wanaifanyia warm up Yanga kucheza nayo. Ina maana walikuwa na muda mwingi wa kupumzika kwa sababu ya ratiba jinsi zilivyo. Kwa hiyo ukiangalia plani yako wewe imefeli ya kwanza, unaweza ukajaribu kubadili, toa striker mmoja, ingiza kiungo ambaye Yanga wana viungo wengi kama Abubakar Shwaboy, anaweza kwenda kulainisha pale na kutengeneza nafasi, kwa sababu kazi ya kiungo ni kutengeneza nafasi, si ndivyo, na kuweza kutoa assist kwa striker. Lakini nashangaa kocha akajichelewesha na akaenda kufanya maamuzi ambayo nafikiri kila mwana Dar es Salaam Young Africans, yani ni Mungu tu ya hili goli ambalo limepatikana ni uwezo binafsi wa mchezaji Alan Okello kwenye kufanya maamuzi magumu, lakini la sivyo shughuli leo ingekuwa ni pilao limeingia mchanga, kwa sababu ukiangalia anakwenda kumtoa Yao Kwasi ana moment nyingi ambazo amezifanya ndani ya Dar es Salaam Young Africans. Nitarudi nyuma kidogo brother, kwenye mechi ya Muungano amemtoa, timu ikapotea. Tarehe 3 dabi na Simba ameingia, timu ikaleta uhai na kuweza kupata matokeo. Nini ambacho umekiona hapo? Ina maana ni mtu muhimu kwenye mashambulizi kwenda kupush timu. Sasa leo hii ni mtu ambaye alikuwa anakwenda na kuipush timu, kuwafanya KMC wazidi kukaa nyuma na kuweza kufanya makosa mengi, at least kwamba kuna nafasi nyingi ambazo zingeweza kupatikana, lakini ikawa yeye mwenyewe anachelewesha timu. Kwa hiyo ukiangalia kwangu mimi, mashabiki wakimlalamikia kocha, sio kwangu mimi, no doubt. So far ukiangalia sasa the way inavyoenda mbio za ubingwa so far zinazidi kuwa ngumu kwa kiwango hichi cha Yanga. Kwangu mimi hiki ambacho kimetokea leo, kuna sababu ambazo tunaweza kusema kwamba timu imeingia kwenye fatiki kulingana na mechi kubwa ambayo imetoka tena ndani ya siku 3. Sijui unanielewa. Kwa hiyo mimi naamini kuna kitu management ya Yanga, kuna alamu imelia kwenye ubongo ndani ya kichwa chao kwamba kila mechi ni finali kuanzia sasa. Yani lazima wawe makini. Concentration yao ipo kwenye kila mechi ambayo Yanga anaicheza. Wafahamu hilo. Kuna vitu vingi nyuma vipo, kwa sababu kila mtu anaangalia Yanga sasa hivi kwa jicho ambalo ni zuri, aidha likawa ni baya. Kwa mimi naamini watakuwa wamejifundisha kwa hiki. Ubingwa ni 80% ni Dar es Salaam Young Africans na wapa. Alan Okello kipindi anakuja Tanzania alionekana ni mchezaji wa kawaida, wengine wakadiriki kusema kwamba wachezaji wa kariba yake wapo wengi sana Tanzania, Yanga anachezea tu fedha. Kiwango cha Alan Okello so far unakionaje hivi sasa? Ni kweli ni mchezaji wa kawaida? Ni mawazo ya watu kumuona Alan Okello ni mtu wa kawaida, lakini wakumbuke kwamba ile ni pesa. Na mimi engineer ni mtu makini, ni kiongozi smart. Mimi haya ni mawazo yangu, na muomba amuongezee mkataba, kama ana miaka 2 basi ongezee 5 at least iwe 7, ili kuilinda ile hadhi ya ule kijana. Mimi naamini Yanga watakuja kupata pesa nyingi sana kupitia kwa Alan Okello. Kwa nini? Kwa moment ambazo anazifanya sasa hivi, kama kwenye mchezo wowote wa Dar es Salaam Young Africans anaocheza haja assist, Alan Okello atakwenda kufunga. Maana yake ni lulu ndani ya Dar es Salaam Young Africans, kwa sababu ni mtu ambaye tayari amekuwa ni kiunganishi ndani ya timu. Kwangu mimi ndani ya Dar es Salaam Young Africans, Alan Okello kwangu mimi ni the best kama mchezaji ambaye anaibeba Yanga, kwa sababu angalia ile moment ya ambayo anakwenda kuamua mechi ya leo. Light kama angeamua kuleta mambo ya ubinafsi au labda angetaka kuvitu vingi, na maana pale kusinge kutokea moment yoyote, lakini alifanya maamuzi ambayo anajua napiga hii shuti ndani ya msitu wa mabeki wa KMC, na nini ambacho kinakwenda kutokea ni nyambo zimekwenda kutingishika. Kwa hiyo kwangu mimi na waomba management ya Dar es Salaam Young Africans, kama ana mkataba mdogo ile dogo waongezewe. Ni kwa nini naongea hivyo? Ana umri mdogo na anaweza kukaa Dar es Salaam Young Africans hata miaka 6 na akafanya vizuri kulingana na age yake jinsi ilivyo. Mkosa hapa kwa mepedozwa
umewagharimu Yanga kwenye mchezo wa leo? Of course, kwa sababu kwangu mimi naona hiyo issue imeleta shida, kwa sababu Pacome Zouzoua ana hiyo pattern, ana password ya timu ambayo inacheza low block. Ana uwezo wa kuchukua mabeki zaidi hata 4 hata 5 kwenye kuwahesabia mmoja kwa mmoja, mwingine mchezaji wa Yanga akakaa kwenye space na kuweza kutoa nafasi kuweza kufunga. Na hiyo ukiangalia hakuna mchezaji wa Dar es Salaam Africans ambaye anaweza kuibeba Yanga kwenye mabega. Ukimwangalia Dogo amekwenda kuonyesha uwezo wake pale, na pia hizo sifa anaziiga sifa za Pacome. Kwa lakini ni bado tunaweza kusema kwamba Pacome Zouzoua kwenye hiyo moment kwangu mimi the best sana, kwa sababu ukimwangalia timu ya kama KMC leo walikuwa wamekaa nyuma ya mpira, angekuepo Pacome Zouzoua ndo sukari yake hiyo, angefanya vizuri zaidi. Kwa hiyo kwangu mimi nimeona ni kujibu kulingana ulivyoniuliza swali, kulingana kwamba pengo la Pacome kwangu mimi nimeliona kwenye mechi ya leo. Hakuna mtu ambaye alikuwa analeta usumbufu na kuwalazimisha KMC kufanya makosa ndani ya eneo la hatari. Kucheza na double striker leo pengine pia kulipa uzito Yanga. Of course, mimi kwangu ndio maana nikakwambia kwamba kitu kilichochelewesha Yanga kimewachelewesha Yanga. Hakuna mtu ambaye alikuwa ni kilainishi kuweza kutengeneza zile nipe nikupe tuingie ndani, kwa sababu mtu kama Depu ni mtu ambaye ni kama vile abiria ambaye amepanda gari alafu hana nauli, anamtegemea namba 8 au namba 10 aje amgee nauli yeye. Kwa hiyo amesimama, timu kama haitembei haitengenezi mipira ya hapa na pale, hawezi kufunga Depu, mtamlaumu bure, si ndivyo? Na ukimwangalia Prince Dube haishi katikati, asili yake Dube anatokea pembeni, unaenda kumuingiza Buba hakai katikati, Buba anatokea pembeni, unaenda kumtoa Yao Kwasa. Sasa hivi mafullback brother ndo mawinga asilia. Sasa hivi viungo mawinga hakuna timu inatumia winga. Mawinga ni watu kama kina Maxim pia Nzengeli ambao wanaingia katikati, ndivyo unapoingia Bubu unaenda kuikaba timu brother. Juu una Prince Dube una Depu, unazidi kujikaba. Ni maana alikuwa anaichelewesha timu kupata matokeo. Yote kwa yote mechi imeisha. Kama mechi imekwisha, kuna vitu ambavyo vizuri vimetokea Yanga, kuna vitu vibaya vimetokea Yanga. Kocha atakwenda kujifunza kwenye kiwanja cha mazoezi. So kwenye mchezo wa leo nani anapaswa kuwa man of the match? Man of the match ni mtu ambaye amekwenda kuamua matokeo. Kwangu mimi ni Alan Okello. Alan kwangu mimi ni the best ndani ya Dar es Salaam Africans kwa siku ya leo. Man of the match mimi kwangu mimi kama Sam Simba nampa 150%. Achana na 150 nampa Alan Okello, amebeba Yanga kwenye mabega yake. Leo jioni mnacheza na JKT Tanzania. Vipi unaonaje? Mechi itakuwa ni ngumu. Ulipoiona mechi ya leo na kule Samoa itakuwa ni kama hivi. Tena kule naweza kufikiri kabisa ndio itakuwa ngumu kabisa. Kwa sababu ukizingatia uwanja kidogo haulizishi uzuri. Leo jua limewaka Dar es Salaam, lakini kulingana na fatiki ambayo ya mechi hizi mbili zilizokuwepo tarehe 3 Simba na Yanga, tutaenda kuona vitu tofauti katika mechi ya leo. Mimi naamini japo bado Simba nawapa asilimia kubwa kuweza kupata matokeo, lakini JKT tayari wana malengo yao kwamba msimu wa 26 27 waende kucheza shirikisho. Kwa malengo yao, kwa hiyo naamini wataingia na plani nzuri ya kuweza kuwakabili Simba. Simba ni klabu kubwa, naamini wao pia wataingia na plani A ya kupata matokeo kwenye siku ya leo. Asante sana brother.